Mambo vipi mtazamaji wa Matukio Daima, na imani kupoa kabisa. Tunakuletea kipindi maalum cha ushirikishwaji kwa jamii ambacho kinaletwa na Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa. Na tupo na makamanda wawili ambaye ni afisa ushirikishwaji wa jamii mkoa wa Iringa, ASP Vincent Msami, lakini pia tupo na msaidizi wa afisa ushirikishwaji wa jamii mkoa ni Inspector Emmanuel Bilali. Kwa pamoja tutakwenda kuongelea swala zima la ushirikishwaji kwa jamii, ulinzi shirikishi kwa jamii. Na bado tunataka swala zima la vikundi. Kama unakumbuka kilopita tuliangalia swala zima la vikundi vinavyoundwa, uundaji vikundi, dhana nzima ya ulinzi shirikishaji kwa jamii, jinsi ambavyo vikundi vinatakiwa viwe na watu 25 kushuka chini na wakiwa chache sana ni 15. Leo tutakwenda kusikia pia mpango mzima ukoje, makundi yanavyokwenda kufanya kazi, mkakati, manufaa. Lakini pia tunajua tuna yale makundi ya ulinzi ambayo ni makampuni mbalimbali yanafanya ulinzi, yako ndani yao. Tutakwenda kupata majibu. Na imani unapata elimu ya kutosha kabisa na unaelimika pia kupitia Matukio Daima TV. Karibu mpaka tutakapokwenda kumaliza. Naitwa Harriet Redmond Mola, lakini anakuletea picha hii anaitwa Emmanuel Kiamba. Na moja kwa moja tutakwenda kukumbushwa na ASP Vincent Msami kwamba wiki iliyopita alikuwaje, kabla ya kwenda kumsikia pia msaidizi wake ambaye ni Inspector Emmanuel Bilali hapa studio za kwetu. Karibu kamanda. Nashukuru sana ndugu mtangazaji, lakini ninafikiria kwa sababu Emmanuel Bilali ndiye alikuwa mwalimu mkuu kwa kipindi kilichopita, basi yeye kama mwalimu mkuu wa kipindi kilichopita basi aendelee kutukumbusha, atupe muhtasari wa alikotoka na atupeleke katika kipindi cha leo. Mwalimu mkuu, karibu kamanda. Nashukuru sana. Yeah. Asante. Kama ambavyo ndugu watazamani, kama ambavyo mtangazaji amekumbusha kwamba tuna kipindi hiki leo hii tuna base zaidi katika kipindi mpango wetu mzima wa ulinzi jirani. Ningependa kurudia kidogo kwa wale ambao hawakuweza kutusikiliza, kwa maana kwamba mpango wa ulinzi jirani ni temu kubwa. Ni temu kubwa kwa maana kwamba katika ulinzi jirani ndiko ambako tunavipata vikundi vya ulinzi shirikishi. Neno hili la ulinzi jirani ni uundwaji wa vile vikundi vidogo vidogo kwenye mitaa, vitongoji, kata, ambapo wananchi wenyewe wanaunda hivyo vikundi kwa ajili ya kujilinda wao wenyewe. Nadhani mmekuwa mkishuhudia pia swala la ulinzi jirani kwamba hata kwako mwenyewe huwezi kutoka na kuacha mlango wazi. Mtu yoyote, hata mwenda wazimu, anaweza kuingia ndani na akavuruga mandhari ya ndani au akachukua kitu chochote. Kwa hiyo ulinzi jirani unaanzia hapo. Lakini pia ni yale mahusiano mazuri kati ya jirani na jirani. Wanaweza kujiwekea utaratibu wa kuangaliziana. Kwamba yeyote anapopita, kama sio mtu wa siku zote ama ni mtu ambaye wanamtilia shaka, anaweza kumpa taarifa jirani yake pia kwamba kuna mtu ambaye amepita hapa, hatumuelewi. Kwa ile inasaidia watu kuweza kujilinda wenyewe. Lakini lengo kuu la mpango huu wa ulinzi jirani kubwa zaidi ni kwa ajili ya kupunguza na ikiwezekana kutokomeza kabisa vitendo vya uhalifu katika maeneo yetu. Lakini pia ni kujihakikishia usalama kwa ajili ya maisha na mali za wananchi. Kwa hiyo hayo ndio malengo makubwa. Na kipindi kilichopita pia tuliona au niliweza kuelezea pia kwamba katika hivi vikundi vya ulinzi shirikishi, Jeshi la Polisi lina majukumu gani katika vikundi vya ulinzi shirikishi. Jeshi la Polisi zaidi tumejikita kwenye kutoa ushauri kwenye makundi, ushauri na kutoa utaalamu zaidi, mbinu mbalimbali ambapo tunaweza kuviwezesha vikundi au kuvifundisha namna ya kuweza kutekeleza majukumu yao katika hivi vikundi vya ulinzi na usalama. Okay, na imani tumeweza kupata kukumbushwa kabisa jinsi wiki iliyopita tulivyokwenda na tukapata elimu nzima ya dhana ya ulinzi jirani. Yaani mimi na wewe tukaamshana. Kamanda, ulinzi jirani ilikuwa dhana ngeni sana kwa Tanzania. Jambo ambalo mimi nikisikia jirani anapiga kelele naogopa, labda naweza nikavamiwa mimi, tunaogopana. Unafikiri ni tofauti yake ni ipi kwa Tanzania kuelewa ulinzi jirani kwa dhana yake kamili?
Watanzania kimsingi wanasahau ni wapi ambako tumetoka, wapi tunakwenda. Na wataalamu wanasema kwamba ukisahau umetoka wapi, utasahau unapokwenda. Yaani hii swala la ulinzi jirani si jambo geni, ni jambo ambalo limekuwapo jamii yetu enzi hizo. Walikuwa kwa sababu ile upendo uliokuwa umetawala katika jamii, mahusiano ya karibu yaliokuwa umetawala katika jamii, waliweza kuipractice hii, waliweza kuifanyia kazi, kwa sababu walikuwa unakuta mtu na jirani yake wanaambia twende tukakate kuni polini, wanakwenda kila mmoja anaangalia ulinzi wa mwenzie. Wanakuta mtu na jirani yake wakati wa shida ya maji wanaamshana kwenda kwenye kuchota maji kwenye kisima. Pale unakuta ule ni ulinzi, kila mmoja anaangalia ulinzi wa mwenzie. Lakini hali kadhalika hata ukiangalia katika jamii labda za wafugaji, unakuta wanaalikana, mfugaji mmoja na mfugaji mwingine wanaweza kuelekea kufuatilia wezi wa ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Kwa hiyo ni dhana ambayo imekuwapo, na sisi jeshi la polisi tunafanya hivi kuwakumbusha Watanzania wenzetu wazalendo wa nchi hii kwamba wakumbuke kwamba tuliweza kujilinda kwa namna hii na maisha yalikuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo kumbe tukiendelea tukifanyia kazi hii huu mpango wa ulinzi jirani, ulinzi shirikishi, tunaweza tukapata tija kubwa sana, hasa katika eneo hili la bidhaa ya ulinzi na usalama. Na nafikiri msaidizi wangu ataendelea kutuambia ni faida zipi sasa ambazo Watanzania wanaweza wakazipata kutokana na hii huduma. Karibu kamanda, faida zake. Okay, nashukuru sana. Basi ningependa pia kuelezea haya manufaa ya huu mpango mzima wa kuwa na huu mpango wa ulinzi jirani. Faida mojawapo ni kwamba wananchi, kwa kuwa ni majirani, watu wanaishi karibu karibu, kwanza wao kwa wao ni rahisi kupashana habari au kupeana taarifa mbalimbali za uhalifu pamoja na kuchukua tahadhari. Ni rahisi kupeana taarifa pamoja na kuchukua tahadhari. Hiyo ni faida mojawapo. Kwa hiyo tunaona kwamba kama wananchi watakuwa hawana vikundi vya ulinzi shirikishi, ni vigumu, hata kama kuna mtu amepata changamoto ya uhalifu, ni ngumu kumweleza mwenzake, au anapopata na changamoto yoyote wakati huo ni ngumu kuweza kumshirikisha mwenzake kama hawana umoja huo wa vile vikundi vya ulinzi jirani. Lakini faida nyingine pia, hata mhalifu sehemu ambako wanaona kwamba pamekwisha kuundwa hivi vikundi vya ulinzi shirikishi, kwake yeye mhalifu inakuwa ni vigumu sana kutekeleza vitendo vya kihalifu. Inakuwa ni vigumu kutekeleza vitendo vya kihalifu kwa sababu anakosa ile fursa ya kuweza kufanya hivyo. Anakuwa na hofu moja kwa moja kwamba hata kama nikitekeleza hapa naweza kukamatwa wakati wote. Na isitoshe, wahalifu wengi wanapenda sehemu ambayo haina vikwazo vingi. Sehemu ambapo kutakuwa kuna vikwazo, mhalifu kwake inakuwa ni ngumu kwenda lile eneo kwenda kutekeleza swala la uhalifu. Na ndio maana huwa tunatoa rai mara nyingine kwa baadhi ya wananchi kuwa pia na mitambo kwa ajili ya kuwalinda mbali na hivi vikundi. Kuweka either hizo CCTV cameras, kufuga wanyama wakali kama mbwa. Obviously hata wanaposikika inakuwa ni ngumu mhalifu kutekeleza huo uhalifu. Faida nyingine, hii huondoa wananchi huondolewa hofu kwa kuwa na ulinzi. Nadhani ndugu mtangazaji, mwenyewe katika eneo lako kama kuna vile vikundi vya ulinzi panalindwa, hata wewe mwenyewe unakuwa huna hofu. Unapotoka kwenda kwenye shughuli zako, unajua ukirudi utakuta nyumbani pako salama. Kwa hiyo mwananchi kwa ujumla, ile hofu ya kuibiwa, hofu ya kutendewa tukio lote la kiuhalifu katika maeneo yake au katika nyumba yake inaondoka kwa kiasi kikubwa, kuliko kumpatia elimu ama mafunzo ama taaluma mtu mmoja mmoja. Lakini tunapovikunda vikundi inakuwa ni rahisi zaidi kuvipatia mafunzo. Hizo ni faida chache ambazo zinaweza kutokana na mpango mzima wa ulinzi jirani.
Mtazamaji wa Matukio Daima TV, na imani umeweza kupata faida za ulinzi jamii jirani, kumwamsha jirani yako na mkapata basi yale ambayo ulikuwa unataka kufanya, kuhamishana na kupeana masuala mazima ya ulinzi. Hiyo ni faida ambazo umezisikia kutoka kwake Inspector Emmanuel Bilali ambaye ni msaidizi wa afisa ushirikishwaji mkoa wa Iringa. Lakini pia niko studio hapa na afisa ushirikishwaji wa jamii mkoa ASP Vincent Nsami ambaye na atakwenda kugusia kidogo katika mfumo huo na faida hizo ambazo bado katika maeneo mbalimbali zimekuwa zikitumika pia kama faida, lakini wengine pia tutumia kama labda hasara mbalimbali. Inspector, nirudi kwako. Zamani ASP zamani. Nashukuru sana ndugu mtangazaji na Watanzania kwa ujumla ambao mnanitazama kupitia MDTV online. Kama alivyosema msaidizi wangu ni kwamba faida ni nyingi. Unajua hii falsafa ya ushirikishwaji jamii, kama unakumbuka huko nyuma tulisema hii wazo limekuja mara baada ya kuwa tumekaa chini tukafanya tathmini, tukabaini kwamba uhalifu unafanyika kwenye jamii, na kule kwenye jamii ndio kuna raia wengine au Watanzania wengine. Kwa hiyo jamii yenyewe inatambua uhalifu ni akina nani. Kwa hiyo kumbe wakishiriki inakuwa ni rahisi sana kumaliza. Kwa hiyo hivi vikundi vya ulinzi shirikishi au ulinzi jirani, maana yake wao ni rahisi zaidi mahali ambako hakuna polisi kuweza kuwatambua watu wanaowafanyia matendo mabaya na kuwashughulikia. Na hili kama ambavyo nimekwisha kusema limekuwa likifanyika katika maisha yetu ya kila siku. Kule kwenye ngazi ya vijiji, vitongoji, watu wamekuwa wakikosea na wanaitwa wazee wa kimila, wanawaonya, wanapewa adhabu za kimila na kadhalika. Kwa hiyo faida ni kubwa, kwa maana kwamba inakuwa ni rahisi sana kuvimaliza vile viini vya uhalifu, na mhalifu naye anakuwa anajua kwamba mjomba wangu, shangazi yangu ambaye tayari ni mwanakikundi cha ulinzi shirikishi ananitambua mimi tabia yangu. Kwa hiyo ni aheri niache kufanya uhalifu hapa, niende kama bado hiyo tabia inanitesa sana, ni aheri niende sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo unakuta mazingira ambayo tunaishi au mazingira ambapo kuna kikundi cha ulinzi shirikishi, muda wote kunakuwa kuko salama, watu wanafanya biashara zao katika hali ya usalama, wakiwa wako vizuri kifikra na kimwili. Kwa hiyo maisha unakuta yanakwenda, na swala zima la kusukuma maendeleo mbele linakuwa ni rahisi kuliko jamii ambayo haina hili zao la ulinzi na usalama. Kwa hiyo Watanzania, ni wakati wenu sasa kuhakikisha kwamba mnachangamkia hii fursa ya kutengeneza vikundi vya ulinzi shirikishi, ulinzi jirani, na sisi jeshi la polisi tuko kiganjani kwako, tuko tayari kutoa elimu. Hiyo ndio dhana kamili ya ulinzi jirani, ulinzi shirikishi. Nikibaki kwake Kamanda Nsami, tumekuwa tukiona kuna ulinzi shirikishi kwa yale makundi ambayo yanaundwa, ambayo tulielezea wiki iliyopita, kipindi kilichopita. Lakini tumekuwa tukiona pia kuna yale makundi mbalimbali ya ulinzi ambayo ni makampuni ya ulinzi. Yale makampuni yanakuwa yako chini ya nani? Katika mitaa ile, kata zile, ama nakwenda kuripoti kwenu, ama katika zile ofisi za migambo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kimsingi hivi makampuni ya ulinzi binafsi ni sehemu ya vikundi vya ulinzi shirikishi, na hauwezi kukamiliki kampuni ya ulinzi binafsi bila mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kukupa kibali cha kumiliki kampuni hiyo. Kwa hiyo unavyoona makampuni yote kule ya ulinzi binafsi yanafanya kazi, yale ni sehemu ya huu mpango wa ulinzi jirani, ulinzi shirikishi, ni sehemu ya vikundi ya mpango wa vikundi vya ulinzi. Isipokuwa sasa hii inakuwa iko rasmi zaidi, inaratibiwa na mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Yeye ndiyo ambaye kwa kupitia mfumo ambao umewekwa, na nafikiri hii ni somo ambalo limekamilika, tutakuja kuelezea Tanzania inakuaje mpaka kampuni inapatikana, lakini upo mfumo ambao mkuu wa jeshi la polisi Tanzania ameweka, unasimamia kuanzia uanzishwaji wa kampuni unapotaka kulianzisha
mpaka kibali kinapopatikana kutoka kwake mwenyewe. Lakini haishii hapo, bado kuna mfumo wa usimamizi kuhakikisha kwamba hizi kampuni za ulinzi binafsi zinafanya kazi kwa mujibu sasa wa sheria na zinakaguliwa. Na kimsingi ofisi yangu ya ushirikishwaji wa jamii ndio hiyo kwa ngazi ya mkoa inasimamia kuhakikisha kwamba hizi kampuni za ulinzi zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Iko hivyo. Kamanda, najua mchakato ni mrefu kama ulivyoelezea, tutakuja kuelezea siku ikiwa na nafasi kwa undani kabisa mfumo wake ulivyo, makundi ya ulinzi ambayo ni makampuni. Lakini kwa uchache tukigusia tu kwa nje, kumekuwa na mkanganyiko kwa jamii kuhusiana na swala zima la ulinzi wa haya makundi. Moja wapo ikiwepo na makundi ya kuhusisha saa zingine na matukio mbalimbali. Lakini mbili, kumekuwa tumeona kuna jamii tu ama mtaa unaanzisha tu kundi lao la sungusungu ama la ulinzi ambalo si kama sungusungu, lakini uniform kabisa, alinda mchana, jioni na usiku masaa 24. Alikotokea tatizo labda yule aliteuliwa kulinda tena anaweza kaiba akafanya nini, lakini wanaita ni makundi ya ulinzi ambayo katika mchakato ulioelezea hapa kidogo alina kampuni na wanasaro na kila kitu. Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji na Watanzania kwa ujumla ambao mnanitazama. Kimsingi utakapokuta kuna kundi la watu wamevaa uniform au sare na wakajiita ni kampuni ya ulinzi, na wakati kampuni hiyo haijasajiliwa na haina kibali cha mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, ninaomba tupatiwe taarifa ili tuwafuatilie watu hao. Watakuwa ni wahuni tu, kikundi fulani cha wahuni, kwa sababu tukiangalia kama tulivyokwisha kusema, kikundi cha ulinzi shirikishi kile ambacho ni roko kinakuwa kiko chini ya usimamizi wa mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji. Lakini hii kampuni ya ulinzi binafsi inakuwa iko chini ya usimamizi wa mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, na sisi ndio tunamsaidia huku. Kwa hiyo hizi kampuni za ulinzi binafsi zina maelekezo yake. Mfano, kampuni ya ulinzi binafsi ni lazima iwe na ofisi maalum, itambulike kwamba hiyo ofisi ya kampuni hii iko wapi. Na sisi Jeshi la Polisi ndio tunakwenda kukagua, tunajiridhisha ile ofisi inafaa, basi ndio tunamruhusu kuweza kuendelea kuitumia. Lakini mwisho bado tunatakiwa tuangalie hiyo kampuni ya ulinzi ambayo inajiita ni kampuni ya ulinzi binafsi, lazima walinzi wake wawe ni watu wenye nguvu, si wazee. Maana yake tunahitaji walinzi ambao wana miaka kuanzia 45 kushuka chini na si zaidi ya miaka 45. Lakini leo hii kweli kama unavyosema, unaweza ukakuta kuna walinzi wana umri wa zaidi ya miaka 45 na wanafanya kazi kwenye kampuni. Kwa hiyo taarifa tunazihitaji kama kuna sehemu unaona vitu kama hivyo. Unakuta mlinzi wa kampuni binafsi anakwenda kulinda akiwa amelewa. Hii inaweza ikafanywa na wale kule ambao wako chini ya mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji, wakavumiliana kule. Lakini hii ambayo inasimamiwa na mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, haruhusiwi na ni marufuku kuona mlinzi wa kampuni binafsi anakwenda kulinda huku akiwa amelewa. Lakini pia tuna utaratibu kwamba mlinzi haruhusiwi kulinda kama hajachukuliwa alama za vidole na tukajiridhisha kwamba huyu mtu hajawahi kuhusika kwenye makosa ya jinai, huyo ndio anaruhusiwa kulinda. Kwa hiyo tunachokiamini kwamba kama vetting imefanyika vizuri na mkurugenzi wa kampuni ya ulinzi binafsi chini ya usimamizi wa Jeshi la Polisi, tutakuwa na walinzi ambao si wezi. Kwa hiyo hao walinzi ambao ni wezi, unakuta mkurugenzi wa kampuni ya ulinzi binafsi anakuwa ameajiri bila kufuata utaratibu. Na kwa kweli katika kipindi hiki cha utawala wangu mimi katika mkoa kwenye eneo hili, sitaruhusu na siruhusu, na nitakwenda kufanya msako mkali wa kuangalia kwamba hawa walinzi wanalinda kwenye kampuni fulani, je, wana sifa hizo, ili kuepusha hizo kashfa ambazo wewe ndugu mtangazaji umezisema hapa kwamba inakuwa ni kampuni ya ulinzi lakini tena inahusishwa na uhalifu fulani. Hii ni kashfa kwetu kwa Jeshi la Polisi, kwa sababu sisi ndio tunawasimamia.
Wewe usipite huko, pita hapa Bibititi Toyota Garage mkabala na Asas Building. Hapa ndo tulipo High Care Saloon and Spa, kwa huduma hair cutting, color, highlights, blending, nail extension, massage, waxing and much more. Unashangaa nini? Tunapokea oda na kukuhudumia popote ulipo. Cha kufanya ni simu yako ya mkononi tu wa 0675900448 au 0768151337. Sisi ndio mabingwa tauni.